Mheshimiwa mgeni rasmi, shirika kwa sasa lina maabara 12 za kisasa zenye ithibati za kimataifa, yaani TBS inapopima na kutoa majibu yanakubalika popote duniani, ambapo maabara zote hizi 12 kwa sasa ziko Ubungo jijini Dar es Salaam. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa lengo la kufikisha huduma karibu kwa wateja, shirika linazo ofisi za kanda 7 ambazo tunayo ofisi katika kanda ya kaskazini mkoa wa Arusha, kanda ya kusini mkoa wa Mtwara, kanda ya magharibi mkoa wa Kigoma, kanda ya mashariki mkoa wa Dar es Salaam na kanda ya ziwa mkoa wa Mwanza, kanda ya kati hapa tulipo jijini Dodoma na kanda za nyanda za juu kusini Mbeya. Aidha, TBS inaendelea na kujenga ofisi na maabara katika kanda zake kwa kutumia fedha za ndani, ambapo mradi huu wa jengo la ofisi za TBS hapa Dodoma ni mradi wa kwanza ukiacha zile jengo lililopo Dar es Salaam kwa sasa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, naomba nichukue fursa hii kutoa taarifa kuwa sambamba na mradi huu ambapo tumeuona leo Mheshimiwa Waziri Mkuu umeweka jiwe la msingi, TBS inatekeleza mradi wa ujenzi na ofisi za kanda ya Ziwa jijini Mwanza, ambapo utekelezaji wa mradi umefikia 30%. Lakini nimpongeze sana, nimshukuru Daktari Samia Suluhu Hassan kwa maelekezo yake, miongozo yake. Taifa letu liko salama kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanapata fursa za maendeleo. Mambo yanaenda vizuri kuhakikisha tunafanya vizuri katika kazi zetu hizi. Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umekuja katika jambo hili la msingi la uwekaji jiwe la msingi wa jengo hili. Jengo hili kama ulivyopewa taarifa ni jengo ambalo tumefanya investment ya shilingi bilioni 24.7 ambao kazi yake chini ya NANRA inaendelea vizuri. Sisi naomba nikuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu, wataopata fursa ya kutembelea hili jengo mtaona ile enforcement iliyofanyika katika jengo hili. Jengo hili lina viwango vya hali ya juu sana. Thickness yake ya ukuta ni futi 1 kasoro inchi 3. Kubwa sana. Ambayo mtu hata akija na drill kutoboa upande wa pili atahangaika sana. Jengo hili Mheshimiwa Waziri Mkuu, mimi hapa nimekuja, watu wetu wamekuja, bodi imekuja, katibu mkuu wamekuja, wajumbe wa kamati yetu ya bunge wamekuja. Nikuhakikishia Mheshimiwa Waziri Mkuu, leo umefanya jambo sahihi kuweka jiwe la msingi katika jengo hili. Nikuhakikishia jengo hili linaenda vizuri na mimi nimefarijika sana, tumeweka historia kubwa. Mheshimiwa Waziri Mkuu, kama ulivyopata taarifa, kazi yetu kubwa tunataka tuhakikishe upande wa viwango unaenda vizuri. Maabara yetu ya pale Dar es Salaam unaifahamu iko pale katika Ubungo stendi ya zamani. Ile ina mambo mengi. Lakini tulikuwa na changamoto kubwa ya kusafirisha samples kutoka maeneo mbalimbali. Sasa hapa tunatengeneza maabara kubwa. Katika Eastern Central Africa itakuwa miongoni mwa maabara bora sana, iko hapa Dodoma. Piga makofi tafadhali. Hii ni legacy ya Daktari Samia Suluhu Hassan katika uongozi wake wa serikali ya awamu ya 6. Lakini sio hivyo, kuna kazi kubwa inaendelea kule Mwanza na imani yetu kubwa na kazi inaenda vizuri. Kandarasi tunaenda kujenga maabara nyingine kama alivyosema mtaalamu wetu. Lakini naomba niwahakikishie ni kwamba jukumu letu kubwa tunataka tufanye nchi hii iweze kuwa nchi inayoheshimika katika upande wa viwango. Hatutaruhusu mchele, sukari na bidhaa nyingine aina za vyakula vinatumika nchini vikiwa havina ubora. Kwa hiyo watumishi wetu wa TBS, endeleeni na jitihada hizo za kuhakikisha kwamba kila bidhaa nchini inakuwa bora. Na hakuna huruma kwa bidhaa isiyokuwa na ubora zilizokwenda kuathiri afya za Watanzania. Msikubali kubeba lawama ya kuruhusu bidhaa, hata kwa kula rushwa, kuingiza bidhaa ambayo haina ubora alafu ikaua Watanzania. Haifai peleka kuichoma na kuiteketeza kule, kwa sababu haifai, na tuna uhakika na maabara zetu. Ndugu wananchi, nataka tukuze ushindani wa biashara zetu za ndani ili ziweze kununuliwa popote. Nataka pia hata biashara za vijana wadogo, biashara ndogo na zenyewe pia ziwe na ubora unaotakiwa. Tuendelee kulinda afya mlaji na kuhakikisha bidhaa zinatumika hapa nchini zina ubora zote, lakini tuvutie masoko ya kimataifa kwa bidhaa zetu hapa ndani. Tukijua kwamba leo hii Jumuiya ya Afrika Mashariki sisi ni wazalishaji, eneo la Sadiki sisi ni wazalishaji, lakini mmoja wa nchi huru za Afrika wanaiona Tanzania kama ni nchi ya uzalishaji. Nataka tujenge uchumi huu imara ambao pia unawezesha kuwepo kwa viwanda
na viwanda hivi viwe na sifa ya kuzalisha bidhaa bora. Na nitoe wito kwa TBS, badala ya kusubiri bidhaa ishazalishwa, nendeni viwandani mkadhibiti huko huko kwanza, ili pia hata mwekezaji asipate hasara kwa kuzalisha bidhaa isiyokuwa na ubora. Bora mwanza kumjulisha huko kama bidhaa bora au la, ili aendelee au asiendelee kuzalisha, badala ya kumsubiri huku mtaani. Kwa serikali ya awamu ya 6 inatambua kwamba viwango vya ubora si tu vinahusiana na bidhaa tu bora, bali pia kuimarisha afya na uchumi kuwa imara katika nchi. Nataka tuzalishe bidhaa zenye viwango ziweze kununulika si tu ndani ya nchi na nje ya nchi. Nataka tuone nchi za mbali huko zikikimbilia bidhaa zilizozalishwa ndani ya nchi kupitia viwanda tulivyonavyo. Ndio maana moja ya maeneo ya kipaumbele katika kuimarisha ubora wa viwango ni kuhakikisha kwamba nchi yetu ina mifumo madhubuti ya udhibiti wa ubora kupitia taasisi yetu hii ya Shirika la Viwango Tanzania, maarufu kwa kifupi TBS. Tunakwenda kuimarisha viwango na ufuatiliaji wa karibu, na kazi hiyo itafanywa na taasisi hii katika maeneo yote. Katika mazingira sasa ya ushindani wa kibiashara ndani na nje ya nchi, ni lazima bidhaa zetu ziwe na viwango vya kutosha. Huduma tunazozitoa ambazo zinahitaji kutoa viwango, lazima viwango hivyo vitambulike kitaifa. Tunataka pia vinapotambulika kitaifa vivuke mipaka ya nje, iende kwenye kanda mpaka kimataifa, ili bidhaa Tanzania iweze kutumika. TBS imefanya kazi mzuri sana. Sisi ambao tumepata bahati ya kupita huko nje, tumeona bidhaa za Tanzania zinatumika huko nje. Mheshimiwa Waziri tulikuwa naye na Katibu Mkuu tulikuwa Osaka, Japani, kwenye maonyesho ya biashara, na tukatumia nafasi ile kuhamasisha Wajapani kutumia bidhaa za Tanzania. Nataka niwaambie, bidhaa kama chai, kahawa, lakini pia bidhaa ya Zanzibar, karafuu, zinatumika sana na Wajapani kwa sababu vina ubora uliothibitishwa na TBS. Hivyo ni vitu vichache sana kati ya vingi ambavyo tumeviona vinavyonunuliwa kwa kasi kule nchini Japan. Na kwa hiyo muone kwa serikali yenu ilishaanza kuimarisha mfumo wa kuhakiki bidhaa ambazo zinazalishwa hapa nchini, lakini pia hata zile zinazoingia hapa nchini. Na mmesikia baadhi ya bidhaa na vyakula vinateketezwa nchini. Juzi tu kule Zanzibar wameteketeza mchele tani 26 ambao haufai kuliwa na kutumika na binadamu. Kwa nini? Walitambua vipi? TBS ilifanya kazi yake.